Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi amewataka wananchi kushiriki kikamilifu katika kutafuta haki na kuachana na tabia ya kuoneana muhali. Rais wa Zanzibar ametoa kauli hiyo mara baada ya kuzindua kampeni ya kisheria ya Mama Samia. Kampeni hii ni wa muda wa miaka mitatu na ilianza rasmi mwezi Machi mwaka 2023 na inatarajiwa kukamilika mwezi wa Februari 2026. Kampeni hii ya kitaifa ya msaada wa kisheria ilizinduliwa rasmi tarehe 25 Februari 2023 huko Tanzania bara, na kwa upande wa Zanzibar kampeni hii ilizinduliwa tarehe 9 Mei 2023. Kampeni hii ina lengo la kuhakikisha kwamba inawafikia na inawanufaisha Watanzania wote wanaohitaji huduma za msaada wa kisheria na inatoa elimu endelevu juu ya umuhimu wa huduma hizi katika kutetea haki za msingi za kisheria. Ndugu wananchi, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, serikali zetu zote mbili, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, zimekuwa zikifanya jitihada kubwa katika kuimarisha haki na usawa ambayo ni misingi muhimu ya utawala bora. Lengo la Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kuanzisha kampeni hii ni kutoa fursa za huduma za sheria kuwafikia wananchi, hasa wale wanaokosa uwezo wa kugharamia huduma hizo. Kwa niaba ya serikali na wananchi wa Zanzibar, tunamshukuru, tunampongeza na tunamuunga mkono Mheshimiwa Rais kwa maono yake na huruma yake kwa Watanzania ambayo inatekelezwa kwa vitendo. Ni muhimu wananchi wote wafahamu kwamba msaada wa kisheria ni nguzo muhimu ya utawala wa sheria, haki kwa wote na maendeleo endelevu ya jamii zetu. Kwani upatikanaji wa haki ni kichocheo na nguzo muhimu ya kudumisha amani, utulivu na mshikamano katika jamii. Panapokosekana haki ndipo palipo na mizizi ya migogoro, ukatili wa kijinsia, migogoro ya ardhi na migongano ya kifamilia ambayo huchangia sana kuathiri maendeleo ya watu binafsi na taifa kwa ujumla. Ndugu wananchi, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, kwa kutambua umuhimu wa utoaji wa haki na kuimarisha misingi ya usawa kuwa ni nguzo muhimu kwa maendeleo yetu pamoja na kudumisha hali ya amani na utulivu, serikali inaendelea na jitihada za kuimarisha mahakama zetu na taasisi nyingine zote zinazoshughulikia utoaji haki na usimamizi wa sheria. Hivi sasa tunaendelea na utekelezaji wa mradi wa ujenzi wa mahakama za wilaya na za mikoa kwa fedha zetu wenyewe. Tunajenga mahakama 7, kati ya hizo 5 ni za mikoa na 2 za wilaya. Ujenzi wa mahakama zote hizi hivi sasa umefikia hatua za mwisho. Kadhalika, tunatekeleza ujenzi na uimarishaji wa mahakama kupitia mradi wa maboresho ya mahakama ambao utajumuisha ujenzi wa mahakama 5 za wilaya na kufanya matengenezo kwa baadhi ya majengo ya mahakama. Mradi huu tunautekeleza kwa kushirikiana na Benki ya Dunia. Lengo la mradi huu ni kuimarisha upatikanaji wa haki, kuongeza ufanisi katika mahakama na ushirikishwaji wa wananchi. Aidha, mradi huu umeelekeza nguvu katika kuongezea uwezo wa kitaaluma wa wafanyakazi wa mahakama, kuandaa mkakati wa kijinsia mahakamani pamoja na kupunguza mrundikano wa mashauri. Hatua nyingine iliyochukuliwa na serikali ni kuongeza idadi ya rasilimali watu wenye sifa katika utendaji wa mahakama, ikiwa ni pamoja na kuongeza idadi ya majaji kutoka 8 hadi 14. Utekelezaji wa mipango yote hii umelenga katika kuimarisha upatikanaji wa haki kwa haraka na kwa misingi ya usawa pamoja na kuzisogeza huduma za mahakama karibu na wananchi. Ni matumaini ya serikali kuwa hali hii itasaidia sana katika kuhakikisha wananchi wa Zanzibar wanapatiwa haki kwa wakati na kwa haraka. Ndugu wananchi na wageni waalikwa, dhamira ya kampeni ya Mama Samia ni kushughulikia changamoto za kisheria zinazowakumba wananchi kwa kutoa huduma ya msaada wa kisheria bila ya malipo yoyote
hususan kwa wanawake, watoto, wazee na wale wote wanaoishi katika mazingira magumu. Ni wajibu wa serikali kuhakikisha kuwa kila mwananchi popote alipo anaweza kupata haki yake bila kujali uwezo wake wa kifedha, rangi, dini au jinsia yake. Katika dunia ya sasa ambapo maendeleo ya jamii yanategemea ushiriki wa kila mtu, ni lazima tuweke mazingira yatakayomwezesha mwananchi wa kawaida kusikilizwa, kuzijua haki zake na kupata msaada pale anapodhulumiwa au kuingia katika matatizo ya kisheria. Bila ya shaka, utekelezaji wa kampeni hii utaleta mwamko mkubwa kwa Watanzania wa kufahamu haki zao na namna ya kuzifuatilia, hasa kwa wale wanaoishi katika maeneo ya mbali na wenye uwezo mdogo kama nilivyosema awali. Kwa kuwa kampeni hii inatekelezwa katika pande zote mbili za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, napenda kutoa wito kwa viongozi na watendaji wa wizara zetu mbili zinazoshughulikia masuala ya sheria kushirikiana kwa karibu katika utekelezaji wa kampeni hii, katika kutafuta rasilimali fedha na nyenzo nyingine zinazohitajika, pamoja na kubadilishana uzoefu na utaalamu. Nimefurahi kuona kwamba wapo hapa viongozi na wataalam kutoka Wizara ya Katiba na Sheria ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ushirikiano wa karibu unaofanywa na wizara zetu hizi mbili ni mfano wa kuigwa katika kuendeleza, kuulinda na kuhudumisha muungano wetu ambao mwaka huu umetimiza miaka 61 ukiwa na mafanikio makubwa. Ndugu wananchi, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, naipongeza kauli mbiu ya kampeni hii inayosema msaada wa kisheria kwa haki, usawa, amani na maendeleo. Ni dhahiri kwamba kauli mbiu hii inakwenda sambamba na misingi ya katiba zetu pamoja na mipango ya serikali zetu katika kusimamia na kuimarisha misingi ya haki na usawa. Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar inaendelea kuimarisha utoaji wa msaada wa kisheria kwa kushirikiana na wadau mbalimbali, ikiwemo kutoa elimu ya sheria kwa wananchi katika ngazi za shehia, wilaya, mkoa na taifa. Katika kipindi hiki ambapo wizara zetu zimo katika maandalizi ya bajeti, na uagiza uongozi wa Ofisi ya Rais, Katiba, Sheria, Utumishi na Utawala Bora utenge fedha kwa ajili ya utekelezaji wa kampeni hii, sambamba na kupanga na kutekeleza mikakati ya kutafuta fedha ili utoaji wa huduma hizi muhimu za msaada wa kisheria ziwe endelevu. Ni lazima tuwe na nyenzo na vyanzo endelevu vya kupata fedha na rasilimali nyingine zinazohitajika. Aidha, tuimarishe ushirikiano na asasi za kiraia mbalimbali za mawakili, mavakili na watoa msaada wa kisheria wanaojitolea. Aidha, tunaweza kuimarisha utoaji wa huduma hizi kwa kutumia vituo vinavyotembea katika shehia, yaani mobile clinics, kwa ajili ya kutoa huduma. Ndugu wananchi, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, nimefurahi kusikia kuwa wataalamu wanaoshiriki katika utekelezaji wa kampeni hii watatoa elimu na kutatua changamoto zinazohusu masuala ya ukatili wa kijinsia, udhalilishaji na unyanyasaji, masuala ya mirathi pamoja na migogoro ya ardhi. Kwa sehemu kubwa, masuala hayo yamekuwa ni chanzo cha mifarakano na uvunjifu wa amani katika jamii. Hakikisheni mnaitumia vizuri elimu mtakayoipata kupitia kampeni hii. Nachukua fursa hii kuwahimiza wananchi kushiriki kikamilifu katika vita dhidi ya udhalilishaji na ukatili wa kijinsia. Mapambano haya si ya mtu mmoja mmoja. Ni wajibu wa familia, viongozi wa dini, mashirika ya kiraia na jamii kwa ujumla. Tuache muhali, tuseme ukweli na tuchukue hatua. Hakika kuwalinda watoto na wanawake katika jamii yetu ni kukilinda kizazi kijacho. Upande wake, mkuu wa mkoa wa Kusini Unguja Mheshimiwa Ayubu Mohamed Mahmud amesema kuwa uzinduzi wa kampeni hii itatoa msaada mkubwa kwa wananchi wa Kusini Unguja na kutatua changamoto zilizopo katika jamii iliyowazunguka. Aidha, amemshukuru Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia Suluhu Hassan kwa kuona umuhimu wa kuweka msaada kisheria katika mkoa. Wanakusini tuko tayari. Tuko tayari sasa na baadaye, kwa sababu tunafahamu kwamba serikali zetu mbili, ya Mapinduzi ya Zanzibar na ile ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, zote kwa pamoja zimepania kuhakikisha kwamba msaada wa kisheria pamoja na maendeleo endelevu mbalimbali
yanawafikia wananchi wote wa Zanzibar na Tanzania kwa ujumla, wakiwemo wana Kusini Unguja. Tunawashukuru sana. Lakini vile vile kipekee nitumie fursa hii kwa dhati kabisa kwa niaba ya viongozi na wananchi wote wa mkoa wa Kusini Unguja kukupongeza wewe binafsi na kumpongeza Dr. Samia Suluhu Hassan kwa jinsi ambavyo mumeonyesha utashi wa kisiasa wa kuhakikisha kwamba wananchi wote wa taifa hili wanafikiwa na huduma ya msaada wa kisheria. Tunakushukuruni sana. Na hili limetusaidia kuifikisha Tanzania leo kwamba inasifika duniani ni moja kati ya nchi ambazo zinawajali wananchi wake kwa namna ya hali ya juu sana. Tunakushukuruni kweli kweli. Ninasema hayo kwa sababu leo ni siku ambayo tunazinduliwa kampeni ya msaada wa kisheria ya Mama Samia Suluhu Hassan katika mkoa wa Kusini Unguja. Tuna matumaini kuwa uzinduzi wa kampeni huu utasaidia wananchi wetu wa mkoa wa Kusini kuweza kufikiwa na huduma mbalimbali za msaada wa kisheria, iwe ya ushauri, iwe ya maandishi ya maandiko mbalimbali, na iwe ya kupata huduma mbalimbali za kisheria karibu na mahali walipo. Kwa kweli tunashukuru sana sana sana. Mheshimiwa Rais, wana Kusini Unguja leo kwao ni siku maalum, kwa sababu mahali tulipo ambapo ni Mtende ni mwisho kabisa ya ncha ya kisiwa cha Unguja kwa upande wa kusini ya Unguja. Kwa hiyo wamefikiwa na wao kupitia Mama Samia Suluhu Hassan na wewe mwenyewe binafsi, na wamefikishiwa huduma ya msaada wa kisheria mahali walipo. Matumaini yetu kwamba tutajitokeza kwa wingi ili kuhakikisha kwamba kila mwenye changamoto yake basi katika kupitia kampeni hii itapata ufumbuzi na kwa wakati mwafaka. Mheshimiwa mgeni rasmi, sisi wana Kusini tunajivunia uwepo wenu na tunajivunia kazi zenu. Tunajivunia maendeleo makubwa ambayo tumeyapata kupitia nyinyi. Mmeshatujengea barabara za lami, mmeshatujengea hospitali za wilaya, mmeshatujengea skuli za ghorofa, lakini pia mnaendelea kufanya mambo mbalimbali ya huduma za jamii. Yote haya ni kielelezo cha kwamba mulikuwa tayari kabla ya kupata uongozi. Muko tayari mkiwa kwenye uongozi, na tunaamini hata mkitoka kwenye uongozi basi busara na maarifa yenu yatatumika kuleta maendeleo kwa wananchi wa Kusini Unguja. Kwa upande wake, naibu waziri Wizara Katiba na Sheria ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Jumanne Sangisi, amesema mradi huu umetekelezwa nchi nzima bara na Zanzibar. Katika utekelezaji wa kampeni hii, wananchi wamenufaika kwa kiasi kikubwa na huduma hii na wataendelea kushirikiana na Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar. Hudhuria akanielekeza naibu wake nije kumwakilisha. Mheshimiwa mgeni rasmi, kampeni ya msaada wa kisheria Mama Samia inatekelezwa nchi nzima, Tanzania bara na Zanzibar. Kampeni hii ilizinduliwa rasmi na Mheshimiwa Kassim Majaliwa Mbunge, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tarehe 27 Aprili 2023 jijini Dodoma. Hadi sasa kampeni hii imetekelezwa kwa ukamilifu katika mikoa 25 ya Tanzania bara ambayo ni Dodoma, Manyara, Shinyanga, Ruvuma, Simiyu, Singida, Iringa, Mara, Songwe, Morogoro, Njombe, Katavi, Tabora, Geita, Kigoma, Mtwara, Kilimanjaro, Mwanza, Mbeya, Lindi, Rukwa, Pwani, Arusha, Tanga na Kagera. Mkoa uliobaki ni Dar es Salaam ambapo kampeni itatekelezwa mwezi Juni na hivyo kukamilisha maeneo yote ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa maana ya Tanzania bara. Mheshimiwa mgeni rasmi, katika utekelezaji wa kampeni hiyo, wananchi wamepata huduma mbalimbali ikiwemo elimu kuhusu masuala ya haki na wajibu, umiliki na utatuzi wa migogoro ya ardhi, matunzo ya watoto, utatuzi wa migogoro ya ajira na mahusiano kazini, ukatili wa kijinsia, wosia, mirathi, ndoa na familia, usajili wa matukio muhimu ya binadamu na haki za binadamu. Kupitia kampeni hii, jumla ya halmashauri 180 za Tanzania bara, kata 1907 na vijiji mitaa 5702 ilifikiwa na jumla ya wananchi milioni
1,772,495 wakiwa wanaume 1,381,960 na wanawake 1,390,535. Wote hao walifikiwa na kupatiwa elimu na huduma za kisheria kupitia mikutano ya ana kwa ana. Vile vile kampeni imewafikia wananchi kupitia maudhui ya elimu ya uraia na utawala bora yanayorushwa mtandaoni, ambapo yametazamwa mara milioni 43,035,493. Mheshimiwa mgeni rasmi, kampeni hii kwa upande wa Tanzania Bara imepata mafanikio makubwa. Kampeni imetuwezesha kutatua migogoro mbalimbali ya wananchi, ambapo jumla ya migogoro 5,704 ilitatuliwa na kuhitimishwa kwa njia mbadala kati ya migogoro 23,399 ya muda mrefu iliyopokelewa. Utatuzi wa migogoro 18,987 unaendelea katika ngazi mbalimbali. Hatua hii imeongeza amani, utulivu na mshikamano wa wananchi na kuwawezesha kuendelea na shughuli za kiuchumi na kijamii. Mheshimiwa mgeni rasmi, katika sekta ya sheria tumekuwa na mashirikiano mazuri kwa pande zote mbili za muungano wetu. Mheshimiwa Rais, na kuomba uniruhusu nitaje machache kati ya mengi ambayo yamefanyika. Moja, serikali zote mbili zinashirikiana katika kuandaa taarifa za nchi kuhusu utekelezaji wa mikataba ya haki za binadamu ya kikanda na kimataifa ambayo Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imeridhia. Pili, serikali zote mbili zinashirikiana katika kupitia mikataba na sheria inayohusu ubadilishanaji wa wahalifu kati ya Tanzania na nchi nyingine pamoja na utekelezaji wake nchini. Tatu, serikali zote mbili tumekuwa tukishirikiana katika kuhakikisha kuwa maboresho na matumizi ya tehama katika taasisi za sheria ili kuwaondolea wananchi usumbufu katika masuala ya upatikanaji wa haki, kama vile kufungua mashauri mahakamani na mfumo wa kupokea malalamiko na utoaji wa maoni. Mheshimiwa mgeni rasmi, napoelekea kuhitimisha salamu zangu, Mheshimiwa Rais, ni kuahidi kwamba Waziri wa Katiba na Sheria wa Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na sisi wasaidizi wake tutaendelea kushirikiana na Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, hususan katika wizara yenye dhamana ya Katiba na Sheria, ili tuwasaidie wananchi wanyonge wasiokuwa na uwezo wa kupata huduma za kisheria, waliopoka haki zao waweze kuzipata kwa urahisi. Nikiripoti mimi ni Fatma Haji wa VOP TV. Tembelea YouTube channel yetu VOP Online TV kwa habari moto moto. Subscribe kisha bonyeza alama ya kengele ili kuwa wa kwanza kupata taarifa zetu. Usisahau kulike, kucomment na kushare. VOP Online TV. VOP Online TV.